Mheshimiwa viongozi, waheshimiwa waandishi wa habari, kuna mengi. Hili nimetaja item moja tu, mgawanyo wa rasilimali. Lakini tukienda kwenye uvunjifu wa katiba ya chama, katiba ya chama imekuwa haiheshimiwi na hasa viongozi waliopo madarakani sasa hivi. Na nitazungumza kwa nini, hoja ambayo inatembea sana kwamba kwa nini alikuwepo madarakani miaka kadhaa hajazungumza hili, anazungumza sasa kwa sababu ameshindwa uongozi, ameshindwa kwenye uchaguzi, anakuja kuzungumza. No, nimeyazungumza haya ndani ya vikao. Mimi mwaka 2020 niligombea kuwa mgombea wa urais Zanzibar. Baraza kuu la chama, mkutano mkuu wa chama ukanipitisha kuwa mgombea wa urais. Mheshimiwa Lissu aligombea naye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Mkutano mkuu wa chama ukampitisha kuwa mgombea wa rais. Tena ulimpitisha kwa kura, mimi ni bora nimepita kwa kura nyingi kwa sababu mimi nilikuwa na mgombea peke yangu. Yeye aligombea na Mheshimiwa Nyarandu. Leo Mheshimiwa Lissu bila kujali, bila kuheshimu katiba ya chama, vikao vikubwa vya chama, amekuja jukwani Zanzibar akatangaza kuniondoa kwa mgombea urais. Mkutano ambao tumeufanya sisi Zanzibar. Tumeufanya sisi mkutano Kibanda Maiti, anakuja yeye kama mgombea wa urais na mgombea mwenza wake anakuja anazungumza kuniondoa mimi mgombea wa urais. Mamlaka haya anapata wapi katiba? Na tunaposema tunahitaji mahakama ilione hili na mambo mengine mbalimbali. Amefanya hilo jukwani, tumerudi kwenye vikao halali vya chama, kamati kuu ya chama, wajumbe wakasimama juu ya mgogoro huu. Inakuwaje? Kama kawaida yao, kasimama Lissu, katoa hoja ambazo hazina mashiko, hazina msingi. Mimi nikatetea msimamo wangu na hizo hoja, na Zanzibar tukasimama. Mwisho wa siku Mnyika alitangaza hadharani tumfukuze, tumpokonye kadi. Hivi mnaona kuna kitu gani hapo kinachofanyika? Sasa unapoyazungumza haya, na ndio nikasema sitaki nizungumze, nina mengi. Mimi ni nilikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema zaidi ya miaka 15. Kiongozi katika ngazi kama hii wa miaka hiyo ni maktaba. Kiongozi katika ngazi kama hii wa miaka yote hiyo ni library. Wasinichomoe au wasituchomoe Zanzibar. Tukazungumza kuna mengi. Leo nashangaa wanasimama hadharani mchana kweupe wanasema huu ni uongo, ni uzushi. Said Issa ni pandikizi, Said Issa anatumwa na nani? Haya ni malalamiko ambayo yako Zanzibar. Haya ni malalamiko viongozi wa Zanzibar wanayajua. Viongozi wa Zanzibar wameyatoa ndani ya vikao halali, kamati maalum ya Zanzibar, na tukawasilisha kwa kamati kuu ya chama ili kuona tunapata ufumbuzi. Wakati huo ikashindikana. Chama kina rasilimali ya magari. Tuna magari zaidi ya 20. Zanzibar hakuna, mpaka sasa hivi nazungumza, hakuna gari hata moja iliyopelekwa Zanzibar kwa ajili ya kufanya kazi za chama. Toka 2010 tuna magari ya chama mapya tumenunua, 2015 tumenunua, hakuna hata moja ambalo liko Zanzibar. Ukiyazungumza haya, na sioni kikubwa cha kuwa mlumbano mkubwa sana, ni utekelezaji. Mimi sijaenda chama kifutwe. Nimeenda tupate, na hata wakati tumeweka zuio la kutokutumia, ni ubishani ambao uletokea. Tunazungumza haya wanasema sio kweli, tunazungumza haya wanasema ni uongo, ni uzushi. Tukamwambia kama ni uzushi, kuna minutes za kikao, kuna statement za benki zipo. Sasa tuzipeleke. Hivyo hata wanaoifanya kesi delay ni wao, ni viongozi waliopo. Tuende basi tufike pahala tujue Zanzibar kama Zanzibar, kwenye rasilimali fedha, kwenye ruzuku ya chama, ilikuwa na haki hii. Tunatoa ufafanuzi na muendelezo wa kesi inavyokwenda.
nikataka tu kuongelea mambo machache ili kuelesha umma juu ya upotoshwaji wa baadhi ya viongozi wa chama kuhusiana na hili shauri. Sasa baada ya kuzungumza hilo, kuna waraka umeandikwa Zanzibar kukanusha kwamba mimi sio kiongozi, ni mwanachama wa kawaida, na ni uongo kwa sababu mimi sikusema kwamba ni kiongozi, nisema ni makamu mwenyekiti mstaafu. Lakini Mheshimiwa Heche amesema kwamba haya anayozungumza Said Issa alikuwemo ndani ya chama kwa miaka kadhaa, mbona hakuyadai kipindi hicho? Kwa hivyo nimekuja kuyatolea ufafanuzi nilipokuwa ndani ya chama, namna nilivyowapigania na kwa kiwango ambacho tulifanikiwa na kutokufanikiwa, lakini kwa nini baada ya chama nikayaongelea tena haya na hatimaye kwenda kwenye mahakama. Nimezungumza kwenye mazungumzo yangu hapa. Utaka Hamadi, waraka umeandikwa na anayejiita katibu wa uenezi, afisa uenezi kutoka Zanzibar, kujibu Hamadi Yusuf. Heche amekwenda kwenye haya niliongelea juzi kwamba anazungumza uzushi, hayo mambo alikuwemo yeye kwenye chama, mwezi mtukufu wa Ramadhani, Muislamu mzima anakebarakashia, sijui ana hichi, ni bora tu tumfungie na nguruwe, ana ndizi ya kazie. Sasa nikamwambia tuheshimiane tu kwenye dini. Heche ni mwenyekiti wangu wa vijana na muheshimu sana, kwa hivyo tuheshimiane tu kwenye dini. Uislamu kula nguruwe ni haramu. Sasa yeye anavyosema nikale nguruwe ukazia Ramadhani sijui kwa sababu nazungumza uongo, mimi namwambia nimeamua kuzungumza haya. Na akasema kwa nini umekuja kuzungumza ndani ya Ramadhani, usizungumze hata nje? Mimi nimezungumza Ramadhani nikijua ni mwezi mtukufu, haupaswi kusema uongo, na sisemi uongo. Kama yeye haijui dini, ukisema uongo unaacha Ramadhani yako. Mimi nazungumza hapa sio cha uongo, sababu Ramadhani yangu moja ina umuhimu kuliko yote hayo ninayopigania. Sasa siwezi kuja kuharibu Ramadhani yangu kwa kuzungumza kitu cha uongo. Nazungumza kitu cha ukweli, na kama mtu anayefahamu dini ni mimi, dini ya Kiislamu, sio Heche. Kwa nini kipindi huko na Mbowe miaka kadhaa hujazungumza haya baada ya kushindwa? Kwanza mimi sijashindwa kwenye uchaguzi, na naomba waandishi wa habari na ujulishe mimi sijashindwa kwenye uchaguzi, na nafikiria mnakumbuka matokeo ya uchaguzi wakati yanatoka. Mimi kundi hili la kina Heche, Lissu na Mnyika waliandaa mikakati kwa sababu hizi tu za kudai maslahi ya Zanzibar ndani ya vikao halali. Na wakati huo, wakati mwenyekiti Mbowe tuko na chama, afadhali alikuwa ni mtu ambaye anakusikilizeni, halafu anajaribu kwa hali yote kubalance the situation, ingawa alikuwa anapata vikwazo vikubwa kwa grupu hii. Na bahati mbaya sana mwenyekiti Mbowe aliamini grupu hii sana, na ndiyo iliyokifikisha chama hapa, na yeye mwenyewe amekuja kuona dakika za mwisho. Sababu kuna mifano hai. Chama kilikuwa kwenye hali mbaya sana kipindi cha Magufuli, na baada ya kuondoka Magufuli hata mheshimiwa mwenyekiti Mbowe aliwekwa ndani kabisa. Tuliporudi baada ya kufa Magufuli, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan akatutafuta kwenye meza, kuna nini? Tukampa sisi mambo yetu karibuni 7, hichi. Walioharibu mazungumzo ni hawa. Bahati mbaya sana sisi wengine Zanzibar hata hatukushirikishwa. Mimi makamo naibu Zanzibar, kwa bahati tu akaingia mjumbe mmoja wa kamati kuu Zanzibar, Zeudi. Hawa ndio waliotoka kwenye mazungumzo yanayopeleka mustakabali wa chama na kukijenga chama. Waliotoka wakaanza kusema mwenyekiti Karamba asali, mwenyekiti Karamba asali, ili kukivuruga tu chama. Na kwa maana hiyo hata haya nao yaongelea kuhusu Zanzibar tulikuwa tunayaongelea kwenye kikao, na ndio walikuwa vinara wakuu wa kuhakikisha Zanzibar haipati uwiano wake kama inavyostahiki kama chama cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa leo wametoka, kikundi hichi kimetoka yanasema Said Issa kashindwa kwenye uchaguzi. Mimi sijashindwa kwenye uchaguzi, walipanga mikakati ya kunishinda mimi, lakini kunishinda kwenye uchaguzi. Tulikuwa wagombea 3. Pemba tu walitoa wagombea 2 ili wazuie kura za Pemba, ili tumshinde Said Issa. Tuweke wagombea 2 kutoka Pemba
Wamevolunteer watu, wamekwenda Pemba kwa kifanya kampeni zao, wakaja na wagombea wawili kutoka Pemba kwenye kanda moja ya uchaguzi. Wakaweka mgombea mwingine Unguja. Nafikiria nyinyi waandishi wa habari mashuhuda, matokeo yalisomwa pale. Hawa wagombea, mmoja alipata 10%, mmoja wale wa Pemba, mmoja sio akapata 2%, wa Unguja akapata 20%, nikawa na zaidi ya 30, karibuni na 40. Kama katiba yetu nayo haihitaji reform, tungefanya reform ya katiba yetu kabla election, basi katika raundi hii ya kwanza na ningekuwa nimeshinda kuwa makamo wa Chadema kwa mara nyingine tena. Sasa katika kurudia uchaguzi na mazingira ambayo yalikuwepo ya kutangaza kwa mwenyekiti Lissu kwa mwenyekiti wa chama, mimi nilisimama jukwani na nikaamua kujiondoa, na wala sikuwa naogopa kushiriki uchaguzi kwa kushindana na Mheshimiwa Said Mzee hata siku moja. Ndiye ambaye nilishinda naye mwaka 2009 na nikamshinda. Akaletwa naibu wake Hamadi, huyo ambaye ameandika barua hii, mwaka 2010 wakamleta, nikamshinda kwenye kura 800, akapata kura 100. Hivyo siogopi, na hiyo ndio demokrasi kama ningeshindwa. Lakini nikaamua jukwani kusema na mimi nimeamua kuacha madaraka, na kilichonisukuma kuacha madaraka, kabla mjaniuliza swali, niliona hata nikishinda hii timu, hawa watu ambao ndani ya vikao tunapingana kuhusiana na maslahi ya Zanzibar, akiwemo mwenyekiti na wajumbe wengine ambao walikuwa angalau wanatoa supporter, na kuja kufanya kazi gani? Na mimi ni makamu Zanzibar ambaye naipigania kimaslahi Zanzibar na nchi kwa ujumla.